katika jina la Yesu. Na ukilala utasimama hapa mbele unajua ndani unalala. Tuanza kukutafutia live. Kama umekuwa ukipotea usiku basi tunaanza kujua, lakini najua Mungu amezidi kutukomboa. Haleluya. Amen. Na bila shaka tuko pale tulikuwa. Hata kama kuna mambo tulitenda, Mungu ameendelea kutusamehe, ameendelea kutumba na tumekuwa viumbe vipya. Haleluya. Amen. Fungua nami Mathayo 27. Mathayo 27. Naongea kuhusu nguvu ya msalaba. Ungependa labda mtu anajiuliza swali, maana msalaba ni nini? Kwa sababu watu wengi hawajajua maana ya msalaba. Wengi ufikiria msalaba ni yule Yesu aliangikwa, ama msalaba ni yule mtu anayekewa wakati amekufa. Lakini nataka kuongea kwa undani, msalaba ni nini? Msalaba ni asili ya mema, tumejibiwa. Amen. Msalaba ni asili ya mema. Kwa hivyo msalaba, unaposikia msalaba, jua ni hiyo asili ya mema yako, asili ya wokovu wako, asili ya ukombozi wako, asili ya ufufuo, asili ya baraka, asili ya kila kitu ni msalaba. Watu wamechanganyikiwa kwa sababu mara nyingi wanaupamba. Wakati mtu ameaga ndio wanapamba msalaba juu ya kaburi. Nataka kutangaza wazi ya kwamba huu msalaba huwa hauna maana. Asili ya mema ama maana ya msalaba unaielewa na inakuwa ya muhimu kwako wakati umeelewa msalaba ukiwa hai. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Wengine pasipo kupamba msalaba kwa kaburi watasema huyu mtu hajazikwa vizuri. Lakini nataka kukwambia kwamba kuzikwa vizuri ni wakati umeelewa asili ya msalaba, asili ya mema yako imetoka wapi. Na wakati umeelewa ukiwa hai, unajua maana ya msalaba. Haleluya. Na hata ukienda kwa Baba pasipo kuwekelewa ule msalaba wa maua, haleluya, itakuwa ndani yako uko na msalaba tayari. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo asili ya mema ni Mungu. Na bila shaka Mungu ndio msalaba. Kwa sababu katika Warumi Biblia inasema kwamba neno la msalaba kwa wale ambao wanapotea ni ujinga, lakini kwetu sisi ni nguvu inayoleta wokovu. Sasa hiyo nguvu ya msalaba ndio nataka kuiongelelea. Na msalaba bila shaka ni Mungu. Kwa sababu gani? Kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura yake. Lakini watu wengi hujiuliza mfano wa Mungu ni nini? Haleluya. Nataka kukuambia kwamba mfano wa Mungu ni msalaba. Haleluya. Ukisimama, attention, kinua mkono yako hivi, tayari wewe ni msalaba. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mfano wa Mungu ni msalaba, asili ya mema ni msalaba. Maana ya msalaba ni asili ya mema, na asili ya mema ni Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ndio Warumi Paulo anasema neno la msalaba, kumaanisha neno la Mungu. Kwa wale wanapotea upuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu inayoleta ukombozi. Jina la Bwana na liinuliwe. Nilifanya niongee juu ya hiyo kidogo, na tukaendelea kwa neno. Matthew 27 from verse 11. Hapo juu imenena kidogo kuhusu Yesu vile aliuzwa, fedha zikanunua shamba, lakini nataka tuanzie verse 11. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza, wakasema, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Plato akamwambia, usikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa usiku mkuu, liwali desturi yake wafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku ile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Plato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno
na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Na wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Barnaba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hao wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje? Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliotenda? Wakazidi sana na kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji akanawa mkono yake mbele za makutano, akasema, mimi sina hatia katika damu hii ya mtu huyu mwenye haki, yaangalie haya ninyi wenyewe. Watoto wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwahi wakamchukua Yesu ndani ya Platirio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miba, wakaiweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakutoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakaivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simeon. Huyu wakamshurutisha achukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganywa na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie lile neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu wakapiga kura. Wakaketi kumlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ndio Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wa kiume na mmoja mkono wa kushoto. Nao walikuwa wakipita njiani wakimtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndio mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengi, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amukoe sasa, kama anamtaka kwa Mungu. Pia kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao walihudhuria, waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnyesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka kaburini mwao, badala ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatowekea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, waliogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali, nao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalena
na Mariamu mama yao Yakobo na Yusuf na mama yao wana wa Zebedayo. Ikawa jioni, wacha nisome mpaka hapo mwisho. Ikawa hapo ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzogazoga katika sanda ya kitani kisafi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikwamo Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili, wameketi kuelekea kaburi. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ujumbe uko paka mwisho, lakini sitasoma paka hapo ikiwa labda itatulazimu. Lakini nataka kuongea jambo moja, ya kwamba nguvu ya msalaba ina ufufuo. Nguvu ya msalaba, ninamaanisha nguvu ya msalaba ni ufufuo. Nguvu ya msalaba ni uumbaji. Nguvu ya msalaba ni ufufuo, uumbaji, wokovu na ukombozi, pamoja na kuzalishwa kwa mambo mapya ambayo hayako. Kwa hivyo nguvu ya msalaba huwa inazalisha, inaumba na inazalisha. Nguvu ya msalaba inakomboa, inaokoa na inafufua. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwanza kabisa nimetanguliza kuongea kuhusu msalaba, na nataka kuongea kuhusu Bwana Yesu, ya kwamba Yesu kufa kwake msalabani hakuwa ametenda dhambi. Ya kwanza tunaambiwa kwamba kulikuwa na sheria ya Wayahudi ya kwamba kila mwezi hufunguliwa mtu, akawa ya kwamba mwizi, ya kwamba hufunguliwa, akateswa na akangikwa msalabani. Lakini cha maajabu ni kwamba wakati huo ambao wanauita wakati wa Pasaka, ikawa ya kwamba Wayahudi wanaulizwa ya kwamba kati ya Yesu na Barnabas nani angefunguliwa, lakini wote wakasema kwamba Baraba aachiliwe na Yesu akaweze kusulubiwa. Sauti ilitoka kwa watu wote kama chorus. Watu wanasema asulubiwe, asulubiwe na asulubiwe. Kwa hivyo ukweli ni kwamba Yesu hakusulubiwa kwa ajili ya eti alikuwa na kosa. Ukweli ni kwamba aliweza kuuzwa, na ikawa ni mapenzi ya Mungu akubali mtoto wake asulubiwe, ili kwamba watu wapate ukombozi, watu wapate wokovu, watu wapate kufufuliwa katika roho na hata katika mwili. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Biblia inaniambia vipi? Nitafundisha tena nitahubiri. Biblia inaniambia kwamba baada ya watu hao kuulizwa, waliposema ya kwamba Yesu asulubiwe, Pilato, kwa sababu alikuwa yeye ndio kiongozi ama ndio mtu mwenye kusema, ikawa ya kwamba ameonywa na bibi yake mapema ya kwamba usiku bibi yake ameteswa katika ndoto. Akaambiwa ya kwamba huyu Yesu mwana wa Mungu ni mwenye haki, kwa hivyo asiwe na asitoe idhini yoyote kwa Yesu kuuawa. Na alipowaambia, basi wao bado walikazana hapo hapo asulubiwe. Pilato akaenda kanawa mikono yake. Aliponawa mikono, wakasema ya kwamba wacha asulubiwe na damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Haleluya. Amen. Yesu alifanyika laana ili wewe uondolewe laana. Jina la Bwana na liinuliwe. Na kwa wote ambao wanamwamini, hii laana ambayo ilikuja kwamba damu yake idawiwe juu yetu na watoto wetu, hiyo laana wa Mungu anaiondoa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Huo ni utangulizi. Biblia inaniambia kwamba makuu wa makuhani walimchukua Yesu, wakaanza kumuuliza maswali, walimfunga macho, wakampiga, wakawa wanamuuliza aseme ni nani amempiga. Lakini kitu cha kwanza Yesu alinyamaza kimya. Kwa sababu gani? Nguvu ya msalaba hufanya mtu akawa na hekima. Jina la Bwana na liinuliwe. Nguvu ya msalaba
hufanya mtu akawa na hekima. Pia kunyamaza ni hekima. Aliponyamaza basi wakamdhihaki. Biblia inasema kwamba walimtemea mate, wakampiga, wakamfanyia mambo mengi, dhihaka nyingi. Na baada ya hivyo sasa wakaenda wakaleta taji. Kabla hawajaleta taji la miba, Biblia yangu inaniambia kwamba walimbebesha msalaba mzito. Hivyo naendelea nikifika kwa message. Walimbebesha msalaba mzito, akaanguka na huo msalaba. Kukatokezea mtu mmoja ambaye anaitwa Simeon Mkrini, akaja akachukua ule msalaba akamsaidia Bwana Yesu. Ni kwa nini huyu Simon alimsaidia Yesu msalaba? Kwa sababu sisi wa Kristo katika kuiamini nguvu ya msalaba inafaa tubebeane mizigo. Haleluya. Simeon Mkrini alibeba msalaba wa Yesu, na wakati Yesu ulikuwa unamwangusha. Ni kwa sababu gani Yesu aliangushwa na msalaba? Kwa sababu nguvu ya dhambi ya mwanadamu ilikuwa nzito mno. Jina la Bwana na linuliwe. You can imagine unabebea dunia yote dhambi zao. Wengine ni wauaji, wengine wako na hali tofauti, lakini wewe unabeba hiyo dhambi. So Simeon Mkrini akatokezea, akaja akashika ule msalaba wa Yesu akaubeba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba sisi ambao tulioitwa chini ya nguvu ya msalaba inafaa tubebeane mizigo. Haleluya. Haleluya. Yesu alitubebea mzigo. Ndiposa anasema katika Mathayo 11:21, njooni kwangu nyinyi nyote mlemeao na kusumbuka na mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Haleluya. Kwa hivyo Simeon Mkrini wenikawa ndani mwake alikuwa na hii roho ya kiungu, maana alitamani sana kumpumzisha Yesu, angalau Yesu apumzike kidogo pasipo kubeba huo mzigo. Baada ya hivyo walenda wakamshika. Biblia inasema kwamba wakamtoa nguo zake zote akabaki uchi. Ni kwa sababu gani? Yesu alitolewa nguo akabaki uchi, na hiyo ni aibu ya kwamba abebe aibu yangu na abebe aibu yako. Haleluya. Kwa hivyo aibu ambayo unapitia ama unaikawa shetani alikutayarishia kupitia, hautaipitia, maana mwana wa Mungu amekwisha ipitia, ataenda na kuifunika katika jina. Jina la Bwana na liinuliwe. Baada ya kufuliwa yale mavazi, nikaona kitu ya kwamba alivalishwa mavazi yenye rangi ya zambarau. Mara nyingi huwa napenda kujifundisha kuhusu rangi. Rangi ya zambarau inamaanisha breakthrough. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo kwa wao walifikiri wanammaliza, lakini kwake Yesu ilikuwa ni breakthrough. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo nguvu ya msalaba inatupatia breakthrough. Haleluya. Iwe umefungiwa mlango, iwe umefungwa mahali, nguvu ya msalaba hutupatia breakthrough. Lazima kuna upenyo mahali kwenye nguvu ya msalaba. Nitie Bwana Yesu makofi. Biblia yangu inaniambia kwamba wakamchukua wakampeleka paka fuvu la kichwa, na mstari wa 29 unasema kwamba walisokota taji ya miba. Waliposokota taji ya miba wakamwekelea kwa kichwa chake, tena wakaifinya finya. Maana yake nini hii taji ya miba? Ni kumaanisha kwamba kuna mahali aliwaambia wanafunzi ya kwamba duniani mnako dhiki, lakini jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Ni kwa sababu gani alianza kuvikwa taji ya miba? Kumaanisha ya kwamba miba yote itakudunga wewe, miba ile itanidunga mimi. Bwana Yesu alibebeshwa kwa kichwa chake. Amen. Haleluya. Kwa hivyo wewe badala ya kubeba kilemba cha miba unabeba kilemba cha utukufu. Kwa hivyo nguvu ya msalaba hutuletea utukufu. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Biblia tena inasema kwamba
wakampiga mijaledi, wakamdhihaki, wakampiga kichwani. Kuna mahali Paulo anauliza Wagalatia, na sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa mapigo ya Bwana Yesu mimi nilipona na wewe ukapona. Haleluya. Jina la Bwana naliinuliwe. Kwa hivyo Yesu Kristo alipigwa ili kwamba yale mapigo ambayo ulikuwa upate wewe kama mwanadamu akayachukua yeye. Jina la Bwana naliinuliwe. Kwa mapigo yake sisi tumepona. Na ikiwa tutaelewa nguvu ya msalaba inaleta uponyaji, lazima tujali wokovu mkubwa namna hii. Pigia Bwana Yesu makofi. Na hizo points zote unaandika, maana zitakusaidia mahali. Jina la Bwana na linuliwe. Na baada hivyo Biblia inasema kwamba wakamwekelea juu ya msalaba, wakaanza kumpiga msumari wa miguu zote miwili zikiwa zimeshikanishwa pamoja. Wakampiga msumari mwingine upande huu na upande huu, wakamdunga fumu katika upande wake wa ubavu, ukatokezea maji na damu. Kwa nini maji hayo yalitoka? Nataka kusema kwamba huwa tunaokolewa kwa maji pamoja na damu. Ndio maana Yohana alikuja kunena habari za ubatizo wa nje ambao ni kubatizwa kwa maji. Akaambia watu kwamba na wabatize kwa maji, lakini yuko yule ambaye anakuja kuwabatiza kwa Roho. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na mimi napenda huu batizo wa Roho, kujazwa na Roho Mtakatifu. Maana mambo ya nje ambayo Yesu alitenda mengine akiwa na wanafunzi, sasa hayana impact. Kwa mfano kuna wakati aliosha wanafunzi miguu. Nikijapoanza kuwaosha mguu mahali hapa, mtalitorokoza kidogo shamini. Na mambo yako katika Biblia. Kuna ubatizo wa maji mengi, ni kweli ni haki ukafanye, lakini mimi huwa napenda zaidi mtu abatizwe katika Roho. Maana wale walibatizwa katika mwili kwa sababu walikuwa na Yesu akiwa anatembea na wao. Lakini sisi inafaa sana tubatizwe katika Roho, maana Yesu yuko ndani yetu siku hizi. Haleluya. Mtaelewa sana na hayo maandiko tunapoendelea kuyatafsiri. Biblia yangu inaniambia kwamba katika mkono wake wa kuume, labda hayo maandiko nimesoma hayaja nena, lakini unaposoma scripture zingine kama kwa Mark utaona kwamba alipigwa misumari katika mkono wake wa kushoto na upande wa kulia. Na nataka kunena kidogo kuhusu alama za misumari. Alama za misumari ni alama inayonena yenye inapigana na alama development ambayo ni 666. Unapoitambua hii alama ya misumari, unapozaliwa ndani ya hii alama msumari ambayo inatokana na hii nguvu ya msalaba, hakika development hawatakuweza. Amen. Haleluya. Maana hizi alama zinachorwa katika vipaji vya uso wako, na hakika Yesu anakutambua na anakujua. Jina la Bwana na liinuliwe. Na hapo ndipo panatoka damu ambayo ni ya thamani kubwa kushinda damu zote. Wengine huwa wanavunja magano eti kupitia kwa damu ya mnyama, wengine wanaweka magano kupitia kwa damu za wanadamu. Lakini nataka kusema kwamba ndani ya hizi alama ya misumari kunatoka damu yenye thamani kubwa, damu inayoondoa makosa, damu inayokomboa, damu inayovunja kila madhabahu, damu inayoharibu kila kazi zote za mwovu shetani. Hiyo ni product inayotokana na nguvu za msalaba. Unapoitisha nguvu za msalaba, itisha na damu ya Yesu iliyomwagika mahali pale msalabani. Hapo ndio materials kama chumvi huwa sizionei faida, vitambaa sivionei faida, hata na maji na vingine sivionei faida. Maana kuna damu yenye thamani kubwa ambayo inanena mema kwa ajili ya kila kiumbe, ambayo inaleta ukombozi, ambayo inafungua, ambayo inainua
na inaharibu kazi zote za yule mwovu shetani. Sema amen. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Nguvu ya msalaba. Biblia inasema ya kwamba ujumbe hasa unaanzia verse 32. Biblia inasema kwamba hapo walipokuwa wakitoka wakamwona mtu Mkirene jina lake Simeon. Huyu wakamshurutisha achukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitapo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganywa na nyongo. Kwa nini Yesu alipewa divai ya kuchanganywa na nyongo? Yesu alipewa divai ya kuchanganywa na nyongo. Kwao wao ilikuwa ni mateso, lakini kwetu sisi ilikuwa ni ukombozi. Kwa sababu gani? Nyongo na divai, hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna utamu katika maisha, kuna uchungu katika maisha. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu akaumba usiku, akaumba na mchana. Unapopitia hali ngumu, jua hapo mbele kuna hali nzuri. Jina la Bwana na liinuliwe. Ndiposa hata Yusufu akaambiwa kutakuwa na ng'ombe 7 zenye ziko nono na ng'ombe 7 ambazo zimekonda. Haya ni majira ambayo yanafunuliwa katika mwanadamu. Kwa hivyo Yesu alibeba kwa kunywa sifongo ambayo imechanganywa divai na damu. Alibeba nyakati zote ndani ya maisha ya mwanadamu. Unapopitia hali ngumu, bado Yesu yuko na wewe. Aliweza kunywa nyongo kwa ajili yako. Unapopitia mambo mazuri, bado Yesu yuko pamoja na wewe, maana alikunywa divai. Haleluya. Haleluya. Kwa ajili yako. Hizo nyakati mara mbili ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo usife moyo. Kwa Yesu vilichanganywa akavikunywa vyote. Kumaanisha ya kwamba ndani ya maisha ya mwanadamu kuna kupitia hali chungu na kupitia hali tamu. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kwa kupitia mahali ya magumu, bado Yesu yuko na wewe. Akaambia wanafunzi kwamba niko pamoja na nyinyi hadi ukamilifu wa dahari. Sitawapungukia wala sitawaacha. Alijua kwamba kuna nyakati za nyongo, akajua kwamba kuna nyakati za divai. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akasema kwamba niko pamoja na nyinyi hadi ukamilifu wa dahari. Udahari ni mahali ambapo mwisho wa ile shida yako, mwisho wa mambo yako, mwisho wa kisomo chako, mwisho wa ndoa yako, ndio ukamilifu wa dahari. Hata kuja kwake Yesu ukamilifu wa dahari. Yuko pamoja na sisi. Ndio maana akameza hii sifongo. Haleluya. Amen. Nyongo imechanganywa na divai. Kama ni wewe ingekutakia, lakini Yesu akakubali. Kwa sababu gani? Ndani yake kulikuwa na nguvu ya msalaba. Kuna kitu kinaashiria ya kwamba wakati watu wake wako katika mateso, bila shaka hii nyongo inafanya kazi. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba walipokwisha kumsulubisha wakagawa mavazi yake. Kwa nini waligawa mavazi yake baada ya kumsulubisha? Ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu huwa hasulubishwi. Ni ile Yesu ametubebea mateso yale makubwa. Unaponenewa kinyume umesulubishwa. Haleluya. Unaposingiziwa ni kusulubishwa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Paulo kuna mahali anasema kwamba ni vizuri tunapoitisha viungo vya mwili na kuvisulubisha pamoja na Kristo, maana tulikufa naye tena tutafufuka naye. Haleluya. Tulikufa naye na tutafufuka naye. Jina la Bwana na liinuliwe. Baada ya hiyo waligawanya mavazi yake. Hawa watu walikuwa wamechanganywa na shetani. Walifikiri ya kwamba utu wa nje ndio uko na nguvu. Kumbe nguvu ya msalaba iko katika
Basi wakawa wamemweka msalabani. Napenda maandiko haya maana yananitia moyo. Wakapiga kura, wakataka zile nguo ziwe zao, lakini bado nguo hazikuwa ni kitu chochote. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu hatendi kazi kwa mambo ya nje, bali utukufu wa Bwana huanzia ndani ukija nje. Haleluya. Mungu unapotakasika, Mungu anapenda kwamba utakasike ndani, utakaso ukija nje. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Walikuwa wamechanganywa na Bwana, wakapigia yale mavazi kura. Ili ni wadaa. Walifikiria kwamba ile nguvu ambayo ilikuwa ndani ya Bwana Yesu, nguvu ya msalaba, wataombea nayo watu, wataponya nayo watu, lakini haikuwezekana. Maana nguvu ya msalaba ilikuwa ndani ya roho ya Yesu. Haleluya. Kwa hivyo na wewe wakati unambeba Yesu, bila shaka nguvu ya msalaba inakuwa ndani mwako. Haijalishi ni jina gani watakupatia, haijalishi ni gani watakupatia, lakini bora umemjua huyu Yesu na ukambeba ndani mwako, lazima utatoa nguvu ya msalaba. Haleluya. Na hiyo nguvu ya msalaba inaponya. Ndiposa tutaambiwa kwamba tumepewa uwezo na mamlaka, tutawekelea wagonjwa mikono na watapokea afya. Haleluya. Tutakanyaga nyoka na tutakanyaga dinge. Tutapewa chakula cha kufisha, lakini hakitatudhuru. Ni kwa sababu ya nguvu ya msalaba ambayo iko ndani mwetu. Haleluya. Siku hizi watu wanapewa sumu wanakufa kwa sababu gani? Nguvu ya msalaba haiko ndani mwao. Wengine hawajaitambua. Maana watu wengi wamekimbilia titles. Yesu hana haja ya titles. Yesu ana haja na ushirika na wewe. Jina la Bwana na liinuliwe. Yesu anatafuta ushirika na mwanadamu. Hana haja na kile kichwa cha neno cha title kenye utapewa. Hata utapewa jina kubwa, lakini kama ndani yako huna ushirika na Yesu, nguvu ya ufufuo haiwezi kaa ndani yako. Nguvu ya msalaba haitafanya kazi ndani mwako. Jina la Bwana na liinuliwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Baada hiyo wakamweka msalabani, wakamwandikia mashtaka. Eti mashtaka yao ya kwamba huyu tuliweza kumsulubisha maana ni mfalme wa Wayahudi. Juu ya kichwa chake wakaandika mfalme wa Wayahudi, lakini ukweli ni kwamba walikuwa wamekosea. Huyu Yesu alikuwa tofauti. Ndani mwake alijaa nguvu ya msalaba. Nguvu ya Mungu ilikuwa ndani mwake. Hivyo hakuwa ni mfalme wa Wayahudi, alikuwa ni mfalme wa wafalme. Haleluya. Nasema mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme. Jina la Bwana na liinuliwe. Usijali na title ambao watakupatia. Bado hiyo haikubadilisha Yesu kuwa mwana wa Mungu. Walipomshusha chini na kumdhalilisha, bado Bwana alikuja akamheshimisha. Kubali watu wakudhalilisha, lakini bado Mungu atakuja kuheshimisha. Majina yao hayatakubadilisha kuwa mtu wa Mungu. Majina yao hayatakubadilisha kuwa mtumishi yule Bwana amekuwekea. Bado watakushusha na Mungu atakuinua. Haleluya. Wakampatia jina la kumdhalilisha, ya kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi, lakini Yesu kuanzia ndani alikuwa mfalme wa wafalme. Nasema alikuwa mfalme wa wafalme. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna wakati alikuwa anatoa mapepo, wakaja ukamdhalilisha tena. Hiyo haijaandikwa hapo, lakini iko kwa Biblia. Naomba watu wawe wasomaji wa Biblia. Haleluya. Wakamwita Beelzebul, ya kwamba ni mkuu wa mapepo, lakini Yesu hakujali kwa title ambao walimpatia, kwa sababu hakuna siku pepo inatoa pepo mwenzake. Alijua ndani mwake ya kwamba ikiwa anatoa content ambayo iko sawa
kiongozi hakujalishwa na jina la juu. Watu wengi wanatafuta approval kutoka kwa wanadamu. Akiitwa jina la juu mbaya, anaanza kuulizia watu, kwani mimi nakaa kama mchawi? Wacha wakuite mchawi. Bila shaka ni zile kazi zao zenye unaziharibu, na wanajua ya kwamba hawatawezana na Mungu wao. Haleluya. Watu wengine utishwa na majina tu. Wengine tumeitwa na madevolospa. Lakini kama siabudu shetani, shida yangu ni nini? Haleluya. Unaitwa devolospa, bado watu wanaendelea kufunguliwa. Unapiga devolospa, bado watu wanaendelea kuinuliwa. Haleluya. Bwana analipewa sifa. Usijali title gani mwanadamu atakupatia. Bora na nini mwako una nguvu. Nguvu inayoleta uzima. Nguvu inayoleta ukombozi. Nguvu ya msalaba inayomaliza kazi zote za shetani. Endelea kumwinua Mungu wako. Jina la Bwana nalipewe sifa. Biblia inasema kwamba wakati huo wanyang'anyi wawili walisulubiwa pamoja naye. Mmoja mkono wa kushoto, mmoja mkono wa kuume, na mmoja mkono wake wa kushoto. Na walikuwa wakipita njiani wakimtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa mwana wa Mungu, shuka msalabani. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakati wa majaribu watu hudhihaki. Yesu alidhihaki. Baada ya kuwekwa msalabani, tazama amewekwa mkono wa kushoto kuna mwizi na mkono wa kulia pia kuna mwizi. Wakaja wakamtazama. Hii kiungu ilikuwa na maana kwamba Yesu amebeba dhambi zote zilizoko upande wa kushoto na upande wa kulia. Dhambi gani hizo? Upande wa mama na upande wa baba. Haleluya. Lakini yeye upande wa mamake ndio ulikuwa weak. Upande wa baba ulikuwa strong. Kwa sababu gani? Hakuja kwa mapenzi ya baba na mama kama mimi na wewe. Alikuja kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo upande wa babake ulikuwa very strong. Nadhani hata ndio hiyo Kristo anafuata. Sasa hii lete ndugu, leo na ndigi kuliko simkweli. Hata just tulifundishwa hivi. Lakini sitakwenda hapo. Haleluya. Kwa hivyo upande wa babake ulikuwa very strong. Kwa sababu upande wa babake ni madhabahu ya roho hai. Na bila shaka hapo ndio nguvu ya msalaba inatoka. Nguvu ya msalaba hutoka katika madhabahu ya mbinguni. Ndio maana tunapofanya ibada bila nguvu ya Mungu tunapoteza muda. Maana walevi, not walevi but watu wa kuabudu mashetani watakuja kuabudu na wewe kwa sababu hakuna nguvu za Mungu. Kama hakuna nguvu za Mungu, hakuna mapambo ya kiungu. Mapambo ya Mungu ni uponyaji. Ni vizuri kwa wale wanaopamba kanisa, lakini mara nyingi hayo mapambo ya kawaida mimi sijapenda. Kwa sababu gani? Kanisa la roho linahitaji mapambo ya roho. Ya kwamba watu waingie wakibadilika. Watu waingie wakifunguliwa. Wanaoshushwa waingie wakiinuliwa. Haleluya. Wanaokandamizwa waingie wakiinuliwa. Because Isaya 61 Yesu akasema kwamba Roho ya Bwana ni juu yangu. Amenipaka mafuta nikatangaze huu ni mwaka wa Bwana. Nitangazie waliosako kufunguliwa kwao, mateka uhuru wao, waliofishwa moyo kuinuliwa kwao. Haleluya. Mapambo ya Bwana ni watu kufunguliwa. Sio eti tunakuja na mapepo tunarudi nayo. Usijali unapopewa jina eti pastor wenu development. How do you care? Jina la Bwana naliinuliwa. Kuna mtu katika Biblia alianza kuulizwa na watu, nani amekuponya? Na useme kwa nini, umeona kivipi? Akaambia watu, mimi kitu najua, huyo mtu simjui. Ukweli wangu ni kwamba nilikuwa kipofu na mimi ninaona. Mbona una tatizo na titles? Haleluya. Bwana ulikuja umefungwa na Mungu amekufungua. Shida yako ni nini? Ulikuja ukiwa umegandamizwa. Bwana kanena mema kwa ajili
ya maisha yako. Ni wakati wako wa kuinuka na kumsifu Bwana pasipo kutatizwa na watu wa nje. Na wakati unapigwa vita kuhusu pastor wako, ujue mimi sina shida. I know my God. Hallelujah. Haingekuwa ni Mungu, wale ambao walinishuhudia hata mguu, singeweza kusimama mbele ya watu. Nilikuwa siwezi simama. Jina la Bwana na linuliwe. Kuna watu mahali hapa mashahidi kando na watu wa nyumbani mwangu. Nilikuwa siwezi simama. Lakini nguvu ya msalaba ikaanza kunisimamisha kama mtoto mdogo. Nikawa nina sweat vile nina sweat sasa. Na Mungu akaniambia amka na utembee. Na uchukue Biblia ukahubiri habari zangu. Kama mimi niko huru, ninahubiri habari za Mungu. Watapenda watakataa, lazima watu wa Mungu watafunguliwa. Nguvu ya msalaba, nguvu inayoinua, nguvu inayobariki, nguvu inayofufua. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Watu wakamdhihaki. Wakati wa majaribu utadhihakiwa. Najua kuna kipindi changu cha majaribu nilikuwa nimefiliwa na mtoto ghafla, huku mguu kavunjika. Nikazaro nduna mlungungi. Wa mlungu wake kwa kusere fufoma. Nduna mlungungi. Wa mlungu wake kwa kusere mlindia. Kipindi cha majaribu, Biblia inasema kwamba majaribu haya yanabudi kuja. Na kitu ambacho kina thamani ya kiungu lazima kitajaribiwa. Kama Yesu alijaribiwa akasulubiwa, wewe ni nani jamani? Sisi ni wanadamu. Ni kweli tutayapitia, kweli tutadhihakiwa, kweli tutaonewa. Lakini kuna nguvu ya msalaba. Sema ufufuo. Nguvu ya msalaba. Nenda kuinuliwa. Nguvu ya msalaba. Nenda utetezi. Haleluya. Haleluya. Wakamwambia kwamba kama yeye ni Mungu kweli, ni mtoto wa Mungu kweli, ashuke ndani chini ya huo msalaba. Yesu akasikia, akanyamaza. Wakaanza kumwambia kwamba wewe ambaye ulisema utalivunja hekalu kwa siku 3 na kulijenga kwa siku 3, shuka kwa huo msalaba. Yesu akanyamaza. Ndanini mwake alijua kwamba babake ndio mwenye kusema. Yuko na nguvu ya msalaba. Yuko na nguvu ya ufufuo. Yuko na nguvu ya kumwinua. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakristo tunapotea maana tujamjua Baba. Hatutajua nguvu ambayo iko ndani ya Baba. Kama ni kusema wacha waseme. Endelea mbele na Mungu wako. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu atakuacha jinsi ulivyo. Lazima atakuja na kukukumbuka tena. Kuna wakati shetani alimshambulia Ayubu. Mambo kwa Ayubu yakawa yameharibika. Mpaka bibi yake akamkataa. Ayubu akamwambia bibi yake ya kwamba utapenda Mungu kwa sababu ya mema. Lakini Ayubu bibi yake akamkataa. Jina la Bwana liinuliwe. Ayubu 42. Unaona kwamba kuna kipindi kenye Bwana alimjilia tena. Akamwambia ambia maadui zako wakaweze kutubu, maana mimi naenda kukufanyia urejesho. Kwa hivyo wakati unapitia changamoto, endelea kujipa moyo, maana aliye msalabani bado hajakuacha. Mungu alirudia Ayubu. Haleluya. Hatuko hapo hiyo nagusa. Alipomrudia, walishangaa kila kitu kwa Ayubu kikirudi. Ayubu mwenyewe akasema kwamba mambo haya naliyaona kwa ndoto, mambo haya nalisikia kwa masikio, lakini leo nimeona kwa macho yangu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba anataka maadui yako washuhudie ushuhuda wa Mungu. Kwa nje washuhudie kwamba Mungu wako anaweza. Washuhudie kwamba unajua nguvu ya ufufuo. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo Yesu alinyamaza kimya. Angetaka kuwajibu angewajibu, lakini alinyamaza kimya, maana alijua baba yake. Haleluya. Alijua ni madhabahu gani anainamia. Wakati watu wanakunenea na unajua kwamba umeunganishwa na madhabahu yaliyo hai, endelea kumtumainia Bwana. Iko siku atajionea, iko siku ataona kazi za Mungu katika maisha yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakapita wakimdhihaki,
wakawa nena maneno. Yesu akanyamaza kimya. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba verse 42, yeye ni mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani nasi tutamwamini. Kuna wakati watu watataka tutendewe mema na Mungu ndio amini Mungu wako. Pasipo hata Mungu kutenda mema bado yeye ni Mungu. Haleluya. Hata kama hata komboa bado yeye ni Mungu. Na bado tutazidi kumuinamia. Jina la Bwana nalipewe sifa. Wakaendelea kumdhihaki. Biblia inasema kwamba 45 tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Hata saa 9 na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi Eloi labasktani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Watu wengi wanapitiaga hali ngumu kama vile Yesu aliweza kupitia, na kaona kana kwamba baba yake amemwacha. In the mother's side, upendo ni katika upande ambao umelemewa, upande wa udhaifu. Alionekana kana kwamba yuko juu ya msalaba ambao ulitengenezwa na wanadamu. Lakini katika kiroho, katika ulimwengu wa babake sasa, haleluya, alikuwa amengekewa katika mkono ya Mungu iliyo na nguvu zote na uweza wote. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa nje watu wanaweza kuona umelemewa, lakini kwa ndani kuna mambo makubwa ambayo Bwana anafanya. Jina la Bwana na liinuliwe. Utu wa nje huwa na udhaifu, lakini wakati utu wa ndani uko na nguvu, lazima unashinda. Haleluya. Hata ukisema ndanini mwako mambo haya ninayaweza. Paulo ndanini mwake alisema kwamba kando na kukiri mambo haya nitayaweza, akasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unaponena namna hiyo, tayari shetani unamguza kwa kichwa chake. Unaanza kuponda kichwa chake. Unaona hali ambayo ulikuwa unapitia inaendelea kudhoofika. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Maisha mwanadamu ni kwa ajili ya vile anakiri na kile anaamua kwa ulimwengu wa ndani. Unapoona kushindwa katika ulimwengu wa ndani, kweli unashindwa. Amen. Lakini unapoona ushindi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa asili, umeshashinda. Ndio maana tunaambiwa kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali vita vyetu ni vya kiroho. Haleluya. Kwa sababu ushindi wetu uko rohoni. Ushindi wetu hauko katika mwili. Jina la Bwana na liinuliwe. Watu hao walifikiria ushindi wa Yesu uko katika mwili, ndiposa walikuwa wanapigana na yeye, lakini ainuliwe Mungu. Dalili ikionekana. Darkness dalili mbaya. Haleluya. Unaponyeshwa giza ni dalili mbaya. Kukawa na giza. Biblia inasema kwamba kukawa na giza saa 6 mpaka saa 9. Jina la Bwana na liinuliwe. Kukawa na giza likaendelea. Kumbe Mungu alikuwa anaonyesha ishara ya kwamba mwaberedakira. Haleluya. Hata katika jamii, wakati watu wanapiga mtumishi wa Bwana aliyechaguliwa kwa jamii, wanampiga vita. Icho nkiraba bereda. Haleluya. Hata katika isanga, kaka mwakaba mdumiko mlungu vita, icho nkira mwabechibanga. Jina la Bwana na liinuliwe. Wao hawakuelewa ya kwamba Yesu ndio nuru ya ulimwengu. Haleluya. Kwa hivyo pale Mungu akaonyesha ishara ya kwamba mimi naenda kuzima taa yangu. Biblia inasema kwamba kukawa na giza. Giza likawa giza totoro. Biblia inasema kwamba alipopaza sauti, baba yake hapo amemwacha. Mimi najua kabisa. Verse 14 inasema wale wengine wakasema acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Baada ya Yesu kutoa roho yake, Biblia inaniambia ya kwamba kukawa na giza
katika nchi. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza, pazia ya hekalu ilipasuka vipande viwili. Pazia ya hekalu kwa nini ilipasuka? Ilipasuka kwa sababu watu wenye walikuwa wanawakilisha yale madhabahu ndani ya ile hekalu walikuwa ni Wayahudi, walikuwa ni wa sinagogi la Shetani, lakini walijifanya kwamba ni Wayahudi halisi, Mafarisayo. Katika nyumba ya Bwana kuna watu wa aina hiyo, watu ambao wanajifanya kabisa wanaabudu Mungu aliye hai, lakini ndani mwao Mungu anawaona kama sinagogi la Shetani. Sasa afadhali kwa nje watu wakuone kama mchawi, lakini ndani mwako Mungu amekutambua kama mtakatifu wake. Haleluya. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Kwa sababu gani? Hapo ni mahali ambapo palitwa patakatifu pa watakatifu. Na ukiangalia ni watu gani waliofanya kazi mahali hapo? Ni Mafarisayo. Mara nyingi Yesu akawa anawaonya, ole wenu Mafarisayo, mnasafisha vikombe kwa nje na ndani viko vichafu. Ole wenu Mafarisayo, mnapamba makaburi kwa nje na ndani kuna wafu. Ole wenu Mafarisayo, mmesimama kwa milango, mnazuia watu kuingia na kutoka. Usiwe na hiyo roho katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Watu wenye wanazuia wengine kuingia, kwa sababu sisi ni chumvi ya dunia. Nakuta kwamba kile ambacho unafanya pale nje ndio kinadetermine mtu afuate kanisa lako ama asilifuate. Haleluya. Kwa hivyo tuwe nuru kama Yesu pale nje, tufuate matendo ambayo yanafaa. Haleluya. Yesu akauliza mahali ya kwamba chumvi ijapoharibika utaitia nini ndio ikolee? Sitaki kuingia hapo sana. Naongea kuhusu Mafarisayo. Walikuwa na mahali wanapaita patakatifu pa watakatifu. Hawakujua ya kwamba mbinguni ndio kuna madhabahu ya watakatifu. Mbinguni ndio kuna madhabahu ya patakatifu pa watakatifu, ambapo Mungu mwenye uweza wote anaishi. Ndiposa akasema kwamba katika Isaya 66, sitaki kukaa katika mahekalu ambayo imejengwa na mikono ya wanadamu. Mimi nakaa kwa mahekalu yangu. Hekalu ni wewe. Mafarisayo hawakuelewa ya kwamba wao ndio mahekalu. Walifanya lile kuwa hekalu, wakaanza kuliabudu. Haleluya. Amen. Wakaabudu lile hekalu. Ndiposa wakati Yesu anatoa roho yake, ile hekalu pazia zake zilipasuka vipande viwili, kumaanisha kwamba sheria zao ni kuisha, falme zao ni kuisha, uweza wao ni kuisha. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Unaweza kumwabudu Bwana mpaka ukasababisha mahali ambapo waganga na wachawi wanakutana ukawe na tafashi. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Neema yenye ilikuwa juu ya Mafarisayo ilifikia mwisho. Mahali kwenye walikuwa wanajificha ilikuwa ni mwisho. Haleluya. Kutoka kwa pumzi ya Yesu, kutoka kwa pumzi ya Yesu kulikuwa kunaashiria jambo ya kwamba kuna kitu kinafanyika. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wakati umejaa nguvu ya msalaba ndani mwako, chochote ambacho unatoa kinakuwa na madhara. Haleluya. Kinatenda jambo. Ndio maana tunaambiwa kwamba uhai na kifo iko katika kinywa cha mwenye haki. Ya kwamba katika kinywa chako chochote ambacho unatoa wakati ndani mwako kuna nguvu ya msalaba kinatenda kazi. Amen. Ukiambia mtu abarikiwe anabarikiwa. Ukiambia mtu alaniwe analaniwa. Amen. Ndiposa paka tuwe careful na vinywa vyetu. Haleluya. Pumzi ya Yesu ilitenda mambo, ikanarua pazia za hekalu vipande viwili. Siri za Mafarisayo zilikuwa sasa zinatolewa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba baada ya hiyo Biblia inasema kwamba miamba ilianza kupasuka. Imagine mtu ametoa pumzi na miamba inaanza kupasuka. Kwa hivyo wakati tumejaa nguvu ya ufufuo ama nguvu ya msalaba, nguvu ya msalaba inavunja miamba. Haleluya. Ndio
shida gani, maana kunayo nguvu ya msalaba mahali hapa, na najua lazima itavunja miamba. Biblia inasema ya kwamba miamba ilivunjika, wafu wakaanza kutoka. Angalia jambo hili. Mtu ametokwa na uhai, na watu waliokufa miaka mingi iliyopita wanaanza kufufuka. Amen. Haleluya. Mtu mmoja anatoa uhai wake ili wengine wainuke. Mili ya watu wengi ilitoka pale. Kumaanisha nini? Nguvu ya msalaba ina ufufuo. Amen. Kwa hivyo haijalishi walikuweka wapi, watakutapika na utatoka. Hata kama walikuweka kwa chumvi, hata kama walikuweka kwa madhabahu gani, kwamba nguvu ya msalaba inavunja miamba. Watu wakatoka ndani ya hiyo miamba. Haleluya. Kuna uhai. Wakati nguvu ya ufufuo inashuka, kuna uhai. Ni kweli Yesu uhai wake ulitoka. Na huo ndio uhai ambao tuko nao katika ulimwengu wa roho. Ya kwamba katika ulimwengu wa roho hatujakufa, tuko hai. Maana Yesu mwenyewe yu hai, na pumzi yake ni uhai. Wanasayansi walitufundisha uhai wetu unatoka kwa miti. Lakini nilipoendelea kumjua Mungu vizuri, imebidi mafundisho ya shuleni katupa kidogo. Hiyo tunaachia wanafunzi wafanye mtihani wafuzu. Lakini kwetu sisi tunaamini kwamba uhai wetu unatokana na Mungu aliye hai. Ndio maana wakati umemwamini